kijana ambaye hajawahi kuoa wala hajaingia kwenye mahusiano ni sawa kumwoa single mother? Ni sawa kama mwenyewe ameamua, lakini ajue awe na ufahamu. Single mother mwenye mtoto ashazaa watoto ni sawa, lakini tunampa ufahamu huo, kwa sababu biashara yenye ufahamu ina faida. Ukilijua jambo bado shida, ukilijua jambo mapema. Ndio maana ukibeba gunia lenye misumari, kama unajua ile gunia lina misumari, hata ikikuchoma unajua lina misumari. Lakini mtu akikutegeshea msumari hujajua, ukikuchoma utalalamika ujue. Ukilalamika gunia lenye misumari watu wanakushangaa. Umebeba gunia la misumari, kwa nini sikuchome? Kukuchoma ndio sehemu yake ya maisha. Kwa nini Suleiman anaandika, Suleiman kwenye Mithali sura ile ya 12 anaandika vizuri sana. Apendaye mafundisho hupenda maarifa. Akimwoa single mother na Hawa ajue kwamba ameoa mke, lakini mume wake yule aliyemzalisha yupo. Siku moja watakutana kwa ajili ya mtoto yule. Ukitaka kuoa mwanamke aliyezaa mume wake kama amekufa, sawa? Na wakati mwingine hata amelala kitandani atamkumbuka mume wake. Mama, mume wangu bwana, uvumilie. Usilete kuemuka hapo. Wewe umeoa mtu tayari dereva mzoefu ujue. Anajua gari kuendesha vizuri, mzoefu, anajua hayo maisha. Uvumilie, asimulie mumewe kitandani. Wakati mwingine umeoa single mother, yule mtoto anaumwa, yule bwana atampigia simu. Bwana vipi huyo dogo? Hawa wameunganishwa na mtoto ujue. Kuna nyama imetoka sehemu imeungana. Ile zilipendwa hawezi kuwabandua huko juu. Uvumilie. Rafiki yangu mmoja alioa hivyo hivyo, mwanamke ashazalishwa tayari. Na yeye akamuoa. Hata kulikuwa na sherehe za makanisa ya kipaimara. Na yule baba mwenye mtoto si aliitwa? Na huyu jamaa sikeshaoa huyu sasa. Wamekaa kwenye sherehe, akasema mama na baba wa mtoto wasimame. Akasimama yule wa zamani na mama. Jamaa akanuna tu. Watu wakashangilia, jamani wakumbatiane. Unajua Waswahili, unajua Waswahili wana mambo ya ajabu ujue. Wanachukulia kila kitu simple ujue. Jamaa ukilalamika anakuambia kwa nini unajua kama mzazi mwezi wewe vipi? Una roho mbaya, unaonekana una roho mbaya. Na yeye akakubali. Kukumbatiana. Sasa utakataje yule mtoto wake na kwenye bunge la sherehe MC ametangaza kukumbatiana? Mimi sikumbatii. Si utavunja ndoa yako. Ya kukumbatiana. Haikuishia kukumbatiana. Kuna neno akatete kidogo pembeni. Kuna jambo akatoka yule aliyeoa zamani mke na huyu mwenye mke wake wa sasa ametulia pale. Wameenda kuteta. Wamechukua dakika nyingi kidogo kwenye kichochoro. Jamaa wakaona kaamka pale. Akafuatilia kuteta gani huko. Fika kule ni ngumi. Mwisho wa sherehe iliishia ngumi, ikaishia hapo. Sasa hatusemi kwamba wasiolewe, lakini uwe na ufahamu. Na wale wanaowazalisha na kuwatelekeza wanapata dhambi sana. Hutapata amani duniani. Mtoto akuomba kuja, mmemleta wenyewe, muishi mumtunze. Mtatengeneza uchungu ambao hautaisha milele. Na ule uchungu utawatafuna. Mimi naambia vijana, ukizaa na mtoto wa mtu ishi naye. Na hakuna jambo jipya, hakuna mwanamke mpya. Mwanamke akusikilize tu, akuheshimu. Maana mwanamume akemewi sauti kali. Hakuna sauti ya mgambo ya mwanamke kwa mwanamume. Mwanamume atakimbia. Ndio maana wanaume wanakwenda hata kwenye mabao, kwenye bakuli wanaambiwa sauti nzuri tu, wanabaki huko. Kwa hiyo ni vizuri mwanamke asimpazie sauti kubwa mwanamume, wakae pamoja. Sauti ya mwanamke ni ya kubembeleza. Kuna sauti ya sebleni, kuna sauti ya chumbani. Lakini pia mwanamume amsikilize mwanamke. Mwanamke ni mtu wa maswali, ni mgeni. Amebebwa kutoka kwao, mgeni anakutarajia wewe utengeneze safari nzuri ya maisha. Ukizalisha mtoto wa mtu, kaa naye, ishi naye kwa ajili ya usalama wako. Utakapooa tena ujue utakuwa kwenye tabu kubwa, au kuolewa tena utakuwa kwenye tabu kubwa kama kuna mtoto tayari. Hata kama hela unazo, hela haiwezi kuwa mwenye ndevu. Hela haiwagi baba. Au hela haiwi mama. Hela inabaki kuwa hela ujue. Mbona benki ziko hela, benki na mke au benki na mume? Kwa hivyo niwaambie, ukitaka kuoa single mother, Hawa ukitaka kuoa uwe na ufahamu wa kutosha kwamba umwache huru, siku nyingine azungumze kumbukumbu ya mwanamume wake wa kwanza yule ambaye alifanya uzinduzi, unanielewa? Alifanya uzinduzi wa kwanza, atamkumbuka ujue. Wewe kama mwanamume hapa unakuja kama albamu toleo la pili ujue. Ukumbuke mimi toleo la pili la albamu. Sasa usilete kuemuka hapa ukaita shida. Mimi toleo la kwanza walinakumbuka ujue. Sana.
Wewe hawezi kufuta toleo la kwanza, wameachana kwa hasira tu, hasira waga zinaisha. Watakumbukana tu. Hasira mwanadamu ambaye Mungu aliwaunganisha kwa mara ya kwanza, mke wa ujana wako, msichana wa ujana wako, ile hasira wazinaisha ujue. Sasa wewe unayemuoa wala sio mbaya, sisemi wasiolewe, ila uwe na ufahamu wa kutosha. Utaweza kuvumilia saa 8 usiku anampigia simu, vipi dogo wa jambo? Wewe utaweza kuvumilia au utavunja simu? Utajitesa bure, utaumia bure. Maisha yanaendelea. Sawa, tukiachana na hayo, umezungumzia sauti nzuri. Huyu mwanaume ajifunze nini kwake? Kwenye kumchumbia ni mtaratibu sana, lakini akifika ndani anabadilika. Ni kitu gani kinapelekea wanawake kubadilika? Anayebadilika mwanamke? Anakuwa jeuri. Jeuri. Tatizo kubwa linalotokea ni wakati mnaoana, kuna upendo na mahaba. Unajua mahaba, kuna wanawake wanaolewa kwa ajili ya mahaba. Kuna upendo na mahaba. Mahaba ni yale maneno mazuri. Umelala, umekula, mtu mzima anaulizwa huyu. Na mwanamke anafurahia sana, umelala, umekula, umeoga, jitu zima kabisa huyu. Ndio mahaba. Na wanawake wanapenda hiyo, ujue mahaba hiyo. Sasa mwanamke anatarajia majina mazuri, sweet, darling, baby, sugar, uko wapi, unanitia homa. Na hayo ndio yanamfanya mwanamke aolewe huyu. Na upendo. Sasa tunapooa sisi, baada yule mtu kuja nyumbani, sisi huwa tunabadilika. Tunabaki na upendo tu wa maisha yale. Mahaba yale maneno yanaisha. Ile wao kumbatiana kama super group kunaisha kule. Tunazungumza kwenye uchumba mpaka mnasahau mlianzia wapi. Mpaka unakopa simu inaisha vocha, unakopa nyota 149 nyota. Na umwambii kwamba vocha imeisha, unamwambia mtandao tu unasumbua. Mahaba. Mwanamke huwa anapenda hayo mahaba yaendelee. Sisi tukishaoa mahaba yanaisha. Umwiti tena dali, umwiti tena sweet, hakuna sauti nzuri tena. Tunawaza maisha. Sasa ndio mwanamke anakasirika hapo. Yale maneno yameishia wapi? Ndio maana anakuwa na hasira. Kwa hiyo anataka mwanamke apate ufahamu kwamba tukishaoana maneno ya mahaba yanapungua. Tukiendelea kuishi kwenye maneno ya mahaba na matendo ya mahaba ya kuongea masaa 3, masaa 4, hakuna kazi ya njaa itawaua. Mwanamume hapa anapita, kuna watoto tayari. Nilikuwa nalala tunakunywa soda na andazi tu nalala. Leo kuna familia inataka ile, pande zote mbili pia wapo. Mwanamke ana kitumbo tayari hapa maneno ya mahaba yanapungua. Tunawaza mambo mengine. Mwanamume pia anaingia kwenye msongo wa safari mpya ya maisha. Kwa hiyo hapa ndio vurugu inapoanza. Mwanamke anafikiria tena una mwanamke mwingine. Mbona yale maneno yamekufa ghafla? Yale darling, sweet, baby, sugar. Mimi hapa ukichumbia kimwiki mtu anakuita to, to. Na naona raha kabisa. Unaona? Unajua kabisa unadanganya. Basi sio toru, lakini naona nafurahi, naona toru yule. Toru vipi? Sweet wangu vipi baby, umri miaka 70 baby. Mahaba. Kwa hiyo shida hauyo ugomvi, shida ni hatua kwa hatua. Baada ya kuoana unatoka kwenye mazingira fulani unaingia mazingira mengine, mtazamo mwingine, hisia nyingine, tafsiri ya hisia nyingine, safari ya maisha nyingine. Kuna mabadiliko lazima ujue. Tumeshaoana hapa, mwanamume sasa anawaza majukumu ambayo hajayazoea, lakini pia kuna uhuru wake umenyang'anywa. Saa zote anaulizwa uko wapi, unataka kwenda wapi. Yaani ghafla abadilishe maisha ghafla. Anaenda kwenda kijiweni akaangalia Arsenal kwenye mabanda umiza, anaambia baki hapa nyumbani, unaona. Yaani vurugu tupu tayari. Anaona sasa nimemleta mtu wa kunichunga na mimi ghafla, mtu wa kunisumbua, wa kuniondoa kwenye mipango yangu ghafla. Kwa sababu ndoa huwa inaua ile uhuru wako ghafla. Inaua tabia yako ya peke yako ghafla, ya kuishi peke yako. Yaani inaua kila kitu ghafla. Sasa pale kwenye mchanganyiko wa kuua kila kitu ghafla, ndipo sasa inaondoka hata yale maneno ya mahaba yanaisha. Unaona kama unajuta, sasa nimeoa mtu wa kunisumbua. Matatizo yanatoka wapi? Mwanamke sasa naye anaona mtu huyo anisikilizi. Mwanamke anakuwa mkali. Najua kwa ukali labda anaweza akanielewa. Na ule ukali hauna nia mbaya, labda anaweza akanielewa. Lakini pia ukumbuke mwanamke ameumbwa na mambo mawili. Ameletwa kwa jambo la kwanza msaidizi. Jambo la pili mlinzi. Yeremia 31:22.
Bwana amefanya jambo jipya, mwanamke kumlinda mume wake. Ndio maana saa zote anakuuliza uko wapi, unaenda wapi, ni yani saa zote anakulinda. Anaona wanawake wote wanakutaka wewe. Ukiweka simu pale pembeni anasema umezima, wanawake zako wasikupigie. Ukichezea anasema unafuta jumbe za wanawake zako. Unafanyaje? Mtu wa hisia, na ukumbuke unaishi na mwanamke mtu wa hisia. Wewe ukitaka kujua mwanamke mtu wa hisia, kila ukirudi nenda kaoge. Baada ya wiki moja atakuuliza, "Kwa nini unaoga kila siku?" Yaani wewe ukirudi tu enda kapita moja kaoge. Mtu wa hisia anaweza kuamka asubuhi akasema mama yako anipendi. Unaishi na mtu wa hisia, sasa anakuchanganya ujue. Lazima uwe fundi, uwe hodari, umwambie Mungu akupe chakula cha hisia. Ndio maana wanawake wanajaa sana kwenye makanisa kwa ajili ya kufuata chakula cha hisia. Wanawake wanajaa kwenye miziki wanafuata chakula cha hisia. Mungu akupe maarifa ya kutengeneza chakula cha hisia. Hapo kutakuwa na amani. Mwanamke anakuwa na hasira kwa sababu saa zote anahisia kwamba hapa mambo hayako vizuri. Yale majina alikuwa anaitwa kwenye mahaba, kwenye uchumba pale hayapo, kuna mtu mwingine anaitwa. Nilikuwa napewa hela kwenye uchumba. Si unajua tukiwataka hawa tunawapa hela wakati wa uchumba, sio mchezo. Akiingia ndani hazioni hizo. Atapewa tu hela mboga afu arudisha change yangu. Wakati anapewa laki, anapewa 500, anambia kidogo tu hiyo. Kidogo. Anapewa hela ya kusuka, anapewa hela ya kujipamba. Saizi hamna, si yuko nyumbani. Mwanamke anakuwa na hasira, anajua kuna mtu mwingine anapata ile. Tabia hii ilikufaje ghafla? Kuna mambo tuliowafanyia kwenye uchumba huwa yanakufa ghafla, si kwa sababu ya makusudi. Kuna mabadiliko, lakini mwanamke anataka yale mambo yaendelee. Ndio ukali unatokea sasa.